watendaji wa serikali kuanzia ngazi ya mkoa hadi ngazi ya shehia, ikiwa kukumbushana juu ya wajibu wetu wa kutimiza wajibu katika kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 na kutoa utumishi uliotukuka kwa wananchi. Sasa lengo ni kukumbushana wajibu wetu, maana sisi tuna ilani ya chama ambayo tuliahidi kwa wananchi na wananchi wakajenga imani kwetu kuchagua Chama cha Mapinduzi kutokana na ahadi ambayo tumewahi. Na bahati nzuri chama kimeidadavua katiba na kutoa maeneo mahsusi kwa mkoa wetu, mambo ambayo tunatakiwa tukayatekeleza. Ipo miradi ya maendeleo katika mkoa wetu karibu 9. Hiyo ni miradi ya kimkakati ambayo tunatakiwa lazima tukaitekeleze. Kama ilivyoelezwa, ni kuja kukumbushwa wajibu wetu. Ndugu mgeni rasmi, nikwambie kwamba watendaji wote wa ofisi zetu za mikoa na wilaya wanafahamu wajibu wao juu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na wamo katika kutekeleza ilani hiyo kwa nafasi zao walizonazo. Lakini tunafahamu chama huwa kinatoa maelekezo, kinatoa miongozo ya namna gani utekelezaji wa ilani uende kufanya. Kwa hiyo leo sisi tumekuwa ni wasikilizaji zaidi ya wasemaji, na tumekuja hapa kwa dhamira hiyo ya kukumbushwa au kupewa maelekezo na miongozo ya chama katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kama tunavyojua serikali zetu zote mbili zinaongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo watendaji sote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa katika mkoa wetu. Lakini nami niungane na katibu wetu wa chama wa wilaya kati kusema kwamba mashirikiano yapo ya kutosha baina ya viongozi na watendaji wetu wa chama na serikali, lakini ni vyema tukaa kila siku tunakumbushana juu ya kuimarisha mashirikiano hayo ili tuweze kutimiza wajibu wetu. Kwa hiyo katibu, ni kutoe mashaka, sisi viongozi wa serikali mkoa wa Kusini tuko tayari kuendeleza mashirikiano hayo, na tunaamini kwamba kwa kutimiza mashirikiano hayo lengo na dhamira ya chama ya utekelezaji wa ilani kwa 100% unatekelezwa. Na imani yangu kwamba tunafahamu sote watendaji wa serikali ndio uso. Watendaji wa serikali ndio uso kwa serikali yenyewe, lakini kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ilani ya Chama cha Mapinduzi baada ya kupitishwa na Chama cha Mapinduzi inapewa serikali kuitekeleza. Kwa hiyo hakuna njia ya kukwepa. Watendaji wa serikali ndio uso pia wa Chama cha Mapinduzi. Utekelezaji mzuri wa ilani ile utakaofanya, ambao mnaendelea kufanya, ndio utakiimarisha Chama cha Mapinduzi. Kwa mimi nilikuwa nataka niseme haya kwa sababu tumesikia hapa madaktari kuchelewa na vitu vingine, lakini mwenyekiti, ningependa pia nitoe shukurani kwa watendaji. Pamoja na yote yaliyozungumzwa, watendaji wanashirikiana vizuri na chama, na hasa wakati tunapofikia uchaguzi mkuu. Tumeona namna gani walivyojitoa katika kuhakikisha, moja, wanalinda amani maeneo yetu kupitia masheha na watendaji wa kila mmoja kwa ngazi yake, lakini pili, kufanikisha uchaguzi mkuu kwa kuwepo kwa amani, lakini pili, kufanikisha Chama cha Mapinduzi kushinda kwa kishindo.